Mtu anaweza kufunguliwa, lakini kukawa na vifungo vingine ambavyo vinazuia yeye kuendelea kufunguliwa. Na ndio maana tunakuta watumishi wengi ama walokole wengi tunaishi stagnation kwenye huduma, na tuachane na stagnation ya maisha. Haleluya. Wanaishi stagnation ya huduma, unakuta yupo kwenye level ambayo havuki. Haleluya. Yupo kwenye level ambayo havuki, anabaki kwenye level moja tu, yaani miaka na miaka, na anaizoea. Kumbe Mungu amemwita kwenda kwenye level ya juu zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utakapoelewa vizuizi vinavyozuia ufungulivu, ukikubali katika moyo wako na ukaadhimia kwamba nataka nifunguliwe zaidi hapa nilipo, utaanza kuona hatua nyingine ya maisha, hatua nyingine ya kiroho. Utaanza kuona maono ambayo haujawahi kuyaona. Nikiwaambia nasikia sauti ya Mungu, kuna mtu anasema anasikiaje sauti ya Mungu? Mbona mimi sijawahi kuisikia? Nikisema naona maono, mtu anasema anaona nini wakati mimi sioni? Hatuoni sisi, wakati wote hatujalala, tupo mchana kweupe. Anaonaje mtumishi wa Mungu? Anasema ninaona. Haleluya. Ni viwango ambavyo mtumishi wa Mungu amefikia, na wewe umeitwa. Tutakapokuwa na umoja wa imani, hata kumfahamu sana mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na imani moja. Level ya Kristo ndio level ambayo sisi tumeitwa tuwe nayo. Utukufu wa Kristo ndio ambao tunaitwa tuwe nao. Nitakupa mfano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema vizuizi vinavyomzuia Mkristo kufunguliwa. Sema vizuizi vinavyozuia mtu kufunguliwa. Haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie tamani sana kupanda viwango. Tamani sana kupanda viwango. Watu pekee, Pastor, watu pekee wasiotamani kupanda viwango ni sisi wa Kristo. Ndio hatutamani kupanda kiwango. Hatutamani kabisa. Yaani ukishapata kiwango tu fulani cha kuota ndoto, hautaki kuona maono, hautaki kufika kwenda kwenye viwango vingine. Lakini watu wa ulimwengu, sema watu wa ulimwengu. Watu wa ulimwengu. Yaani mchawi akishaingizwa kwenye uchawi leo, sema leo. Akaingia akaonja damu ya mtu ilivyo, akaonja kidali cha mwanadamu kilivyo, akaonja paja la mwanadamu jinsi lilivyo. Kesho anatamani na yeye aanze kuwinda. Haleluya. Kesho anatamani afanyeje? Awinde. Kama alikuwa anabeba mgongoni hivi kwenda kuruka, kwenda kuzimu, kesho anatamani aluke mwenyewe. Kwa hiyo ulimwengu wa giza wanatamani sana kufanikiwa, wanatamani sana kukua kuliko ulimwengu wa nini? Kuliko sisi. Ndio maana hata shetani Biblia inasema kwamba akijua ole wa dunia wa nchi na bahari, kwa sababu shetani anakuja kwenu akiwa na ghadhabu kubwa, huku akijua ana muda mchache. Mtu mwenye muda mchache anaishije? Chap chap. Haleluya.